بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu zangu Waislamu, kwa hakika mazungumzo yetu katika hutuba hii ya leo yatajikita zaidi katika kuzungumzia ad-daruriyatul khams, makanatuha wa fadluha fi shari'ati al-islam, misingi tano muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kutokana na umuhimu wa misingi hiyo, kutokana na nafasi ya misingi hiyo katika dini ya Uislamu, ndio maana tukaichagua mada hii katika siku hii ya leo, na hasa katika kipindi tulichokuwa nacho, kipindi ambacho tunashuhudia baadhi ya wanaharakati na wengine katika wenye kujiita kwamba ni watu wanasiasa wakizungumza maneno ambayo baadhi ya maneno hayo ni kuwaharibia Waislamu namna ya dini yao ilivyo, kadhalika namna mambo yalivyo ambayo wanatakiwa wayaamini hivyo Waislamu, kutokana na kwamba dini ya Uislamu ni dini ambayo imefundisha kila jambo. Kwa hiyo kwa umuhimu huo, ndani ya siku hii ya leo, katika muda huu, tutazungumza kuhusiana na ad-daruriyatul khams, misingi tano muhimu katika maisha ya mwanadamu. Anasema al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, majmuu maqasidi ash-shar'i, yote malengo na madhumuni ya sheria, yote malengo, mkusanyiko wa makusudi ya sheria, raji'un ila hifdhi ad-daruriyat al-khams, mkusanyiko wote wa malengo ya sheria, mkusanyiko huo unarejea katika kuhifadhi misingi tano muhimu katika maisha ya mwanadamu. Misingi yenyewe wahiya din, msingi wa kwanza ni dini, kwa maana ya kwamba kwa lugha iliyokuwa rahisi, sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi kwa watu dini yao, imekuja kwa ajili ya kuwahifadhia watu dini yao na taratibu za imani zao. Ndiyo sheria ya Uislamu ikaja katika jambo hilo. Wanas, na msingi wa pili ambao ni katika misingi muhimu katika maisha ya mwanadamu ni kuhifadhi nafsi, kwa maana ya kwamba sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi za watu, wal aqli,
kadhalika sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi akili za watu, wanas, kadhalika kizazi. Sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuwahifadhia watu kizazi, walmal, kadhalika sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuwahifadhia watu mali zao. Haya ndiyo mambo ambayo tunastahili kusema kwamba ni misingi mitano mikubwa inayohitajika misingi hiyo katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Na misingi hii al-Imam Shatibi anatuambia ndiyo sababu ya kuja sheria ya Uislamu. Sheria ya Uislamu imekuja, ukiitizama na ukiisoma sheria hiyo utaona haitoki katika misingi hii tano ambayo tumeitaja. Jambo la kwanza ambalo sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kulihifadhi ni kuhifadhi dini. Kuihifadhi dini kutokana na kupotoshwa, kutokana na kupotea, na kuihami kutokana na shirki, kutokana na bid'a, kutokana na ilhad, upondofu. Kama watu watajaribia kuleta aina mbalimbali za ushirikina katika dini, wakaegemeza mambo hayo katika dini, basi dini ya Uislamu itakuja kuwahifadhia, au sheria ya Uislamu itakuja kuwaonesha watu na kuwahifadhia dini iliyokuwa sawa ni ipi. Ikiwa wakati huo kuna watu wenye kuzungumza kwa jina la dini wakawa wanaitia matope dini, basi sheria ya Uislamu itasimama sawa sawa kuwanyooshea watu dini yao ni ipi. Kama watu wataleta mambo ya bid'a katika dini, utaiona sheria ya Uislamu ikiwanyooshea dini iliyokuwa ya sawa, ikiwafunza watu dini iliyokuwa ya sawa. Ndiyo maana ikaja sheria hii kwa ajili ya kuwahifadhia watu dini yao, watu wasipinde, watu wasipotoke, dini isipotee na watu wasipotee. Ndiyo maana ikaja sheria ya Uislamu kuwahifadhia watu dini hiyo. Kadhalika dini hiyo ikaelezwa kwamba ni dini gani ambayo sheria ya Uislamu itailinda na kuihami, kwamba isichezewe, isipotoshwe, isiharibiwe. Ni dini gani? Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surati Al-Imran, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, na yeyote atakayetafuta dini isiyokuwa ya Uislamu, atakayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa katika hiyo dini aliyoitaka, wa huwa fil akhirati minal khasirin, na mtu huyu akhira hatakuwa ni katika watu waliokula hasara. Dini iliyotajwa ambayo sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuihami dini hiyo ni dini ya Uislamu, kwamba haitochezewa, haitoharibiwa wakati sheria hiyo ipo, haitoharibika, haitopondoshwa wakati sheria hiyo imeteremka kwa ajili ya kuja kuihifadhi na kuihami na kuichunga dini hiyo katika kila pande zake. Ayuha nasu ibadallah, anasema al-Imam Shatibi, hifdhuddin, kuihifadhi dini, huwa al-maqsadu al-awwal, ndiyo lengo la kwanza, alladhi qamat alayhi ash-shara'i', lengo ambalo sheria zingine zote zilizotangulia zilisimamia katika lengo hili, lengo la kuhifadhi dini, kuhifadhika dini. Walihadha shuri'at al-ibadat, na kwa sababu ya kuonesha kwamba dini inatakiwa ihifadhiwe, inatakiwa iwepo, iendelee kuwepo, iwe hai, isife dini hiyo, ndio maana zikawekewa sheria ibada mbalimbali kwamba watu waendelee kufanya ibada. Kadhalika ikawekewa sheria jihad kwa wale wanaoipinga dini, na haya yalifanyika katika baadhi ya matukio yaliyotokea katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati alipokuwa na serikali ya Kiislamu, alipokuwa na daula ya Kiislamu, aliweza kusimamia baadhi ya mapambano na wale wenye kuipinga dini na kuikataa. Kadhalika zikawekwa adhabu mbalimbali kwa watu ambao wanaoifanyia uadui dini hii. Haya yakawekwa katika dini ya Uislamu kwa malengo ya kuihifadhi dini. Ndugu zangu Waislamu, msingi huu ni katika misingi mikubwa ambayo sheria ya Uislamu imekuja katika kuutetea na kuhimarisha msingi huu
msingi wa kuhifadhiwa dini, ya kwamba isichezewe, isiharibiwe, isipotoshwe. Sheria ya Uislamu ikaja kwa ajili ya jambo hilo. Kwa dini yoyote ile ambayo haitotambulika katika sheria ya Uislamu, sheria ya Uislamu haijafika kwa ajili ya kuihami dini hiyo, bali sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuilinda na kuisimamia dini ya Uislamu. Msingi wa pili, hifdhun nafs, kuhifadhi nafsi za watu. Dini ya Uislamu imekuja kwa ajili, sheria ya Uislamu imekuja kwa lengo la kuhifadhi nafsi za watu. Limetangulia jambo la kwanza ambalo ni jambo la dini. Kama utaisoma Qur'ani utaona namna Qur'ani ilivyojaa ndani yake aya zenye kueleza masala ya tauhid, zenye kueleza masala ya kwamba dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Kwa maana ya kwamba watu wasibabaike, watu wasiwe na mkanganyiko wa fikra na rai, wakaitafuta dini gani iliyokuwa sahihi. Watambue ya kwamba sheria ya Uislamu imekuja kuwahifadhia tokea karne na karne, imekuja kuwahifadhia dini iliyokuwa sawa ambayo ni dini ya Uislamu. Jambo la pili ambalo sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kulihifadhi jambo hilo ni kuhifadhi nafsi za watu. Kuhifadhi nafsi za watu kutokamana na kuuawa, kutokamana na kufanyiwa maudhi na yote ambayo yatakayokuwa ndiyo sababu ya kubakia hai, ya kubakia nafsi hiyo ikiwa na uhai uliokamili, uhai wenye utukufu ndani yake. Basi dini ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kusimamia jambo hilo, kuhifadhi nafsi za watu. Yaqulu Allah ta'ala, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na wala msiue nafsi ambazo Allah ameharamisha kuziua isipokuwa kwa haki ya kuuawa nafsi hiyo. Endapo kama ni nafsi ya mtu ambaye aliyefanya uovu, aliyefanya uadui, aliyeua wengine, basi huyu itakuwa kuuawa kwake ni kwa haki. Lakini msiue nafsi ambayo Allah amekataza kuiua nafsi hiyo. Hii ndio maana ya kusema ya kwamba sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi nafsi za watu. Utasoma aya kama hizi, utakutana nazo zilizokuwa nyingi ndani ya Qur'an, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakataza masala ya mtu kujua, masala ya mtu kuua, masala ya wengine kuwaua wengine. Jambo hilo limekatazwa katika sheria ya Uislamu, na kwamba sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuwahifadhia watu nafsi zao, kwamba hata wewe mwenyewe ukahisi kwamba hautaki tena kuendelea na maisha, kwamba umechoka maisha haya na taabu zilizokuwa nyingi hapa ulimwenguni, ukaona ni bora uondoke, sheria ya Uislamu inakukataza jambo hilo. Maadamu umeumbwa wewe ni kiumbe hai, umekanyaga katika ardhi hii, inakulazimu usubirie makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uondoke hapa ulimwenguni. Kwa hiyo Uislamu, sheria ya Uislamu imekuja kuwahifadhia watu nafsi zao. Anasema al-Imam al-Qurtubi, ittafaqa al-ulama, wamekubaliana wanawachuoni wote, ala anna hifdha an-nafs, ya kwamba kuhifadhi nafsi min ad-daruriyat allati ittafaqat alayha jami'u ash-shara'i, ni katika misingi muhimu katika maisha ya wanadamu, misingi ambayo zimewafikiana sheria zote za manabii, ya kwamba manabii wote waliotangulia hakuna watu ambao walioruhusiwa kuuana wao kwa wao katika makosa waliokuwa nayo na katika matatizo waliokuwa nayo, basi watu wakaruhusiwa kwamba unaweza ukamuua mwingine. Hayo yote ni katika mambo yaliyokatazwa katika sheria zote za manabii. Kadhalika jambo lilikuwa hivyo kwa Makuraish, makafiri wa Kikuraish walikuwa nalo jambo hili la kupigana wao kwa wao, wakimwaga damu zao. Alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikataza jambo hili. Kwa dini ya Uislamu, sheria ya Uislamu hairuhusu masala ya nafsi zingine kuuawa, kwamba hii ni sheria imekuja kusimamia haki hii ya kwamba watu wana haki ya kuishi maadamu wameletwa hapa ulimwenguni, na sheria hii inasimamia jambo hili katika misingi muhimu katika maisha ya mwanadamu.
Ayuha nasu ibadallah, jambo la tatu ambalo sheria ya Uislamu imekuja kulihifadhi jambo hilo ni hifdhul aqli. Sheria imekuja kuhifadhi akili za watu, ya kwamba akili zao ziendelee kubakia zikiwa salama, kwa sababu kupitia akili ndiyo sababu ya mtu atakalifishwa kufanya ibada. Kupitia akili ndiyo sababu ya mtu ataenda kuadhibiwa, kwa sababu majnun marfu'u anhu alqalam, mwenda wazimu amenyanyuliwa kalamu yake. Kwa sababu hiyo sheria ya Uislamu ikaja kuhifadhi akili za watu na ikaharamisha mambo yote ambayo ni sababu ya kuikosa akili hiyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, innamal khamru, hakika ya pombe, wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan, hakika ya pombe, kamari na mizimu, kadhalika na masanamu na ramli, yote hayo ni uchafu, ni katika matendo ya shaytan, iepusheni nayo. Ikaharamisha masala ya kunywa pombe, kwa sababu katika kuitumia pombe akili ya mtu aliyekuwa na akili zake timamu inaondoka kwa wakati huo, na sheria ikaja kuharamisha jambo hili kwa sababu ni jambo ambalo linalomuondoa mtu akili yake iliyokuwa salama. Na sheria ikalisimamia jambo hili ni kwamba lisipatikane, na kwamba watu wameharamishiwa kuliingia jambo hili. Anasema al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, al-aqlu aslun fi ma'rifati ash-shar'i, akili ndiyo msingi katika kuitambua sheria. Walaula al-aqlu, na lau kama sikupatikana akili, lakana au kana li khitabi ash-shar'i ma'na, lama kana li khitabi ash-shar'i ma'na, pasingepatikana maana yoyote katika yale matamko yaliyokuja katika sheria. Yale matamko yaliyokuja kutuelekeza sisi, kutuelekea sisi na kututaka tutekeleze mambo fulani, matamko yale yangekuwa hayana maana yoyote. Lakini matamko yakawaelekea waumini wenye akili timamu, wenye kupima na kuyachuja mambo kwa sababu ya akili zao. Sheria ikaja kwa ajili ya kulinda jambo hili, ya kwamba akili za watu zisiharibiwe kwa kutumia vilevi fulani, kwa kutumia pombe, kwa kutumia bangi, kwa kutumia sigara na mfano wa mambo kama hayo ambayo yataharibu akili za watu. Utaona kabisa uzuri wa sheria hii ya Uislamu, kiasi ambacho mambo yaliyokuwa muhimu katika maisha ya mwanadamu ambayo anayohitajia mwanadamu mwenye akili timamu, sheria imeshakuja kuyahami na kuyazungumza na kuyatetea mambo hayo zamani kabla ya huyo mwanadamu hajafika. Enyi waja wa Allah, tutambue ya kwamba sheria ya Uislamu ni ajmalu shara'i, ni sheria iliyo nzuri zaidi. Tunatakiwa tujifunze sheria ya Uislamu, tuielewe vizuri sheria ya Uislamu na tuyafahamu matamko yaliyokuja katika sheria ya Uislamu. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الناس عباد الله، enyi watu waja wa Allah, tunaendelea na mazungumzo yetu katika hutuba hii ya pili, tukiendelea kutaja mambo ama misingi iliyokuwa muhimu ambayo inahitajika katika maisha ya mwanadamu, misingi muhimu katika maisha ya mwanadamu. Misingi hii tumetaja ya kwamba imekuja kutetewa misingi hii na imeelekezwa misingi hii ya kwamba dini ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuihifadhi, na sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuhami misingi hii. Msingi wa 4, hifdhun nasl. Sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi kizazi, imekuja kuhifadhi kizazi, kadhalika kuhifadhi heshima za watu na kuhifadhi jamii kutokamana na mambo yaliyokuwa machafu, kutokamana na fujo katika jinsia zao.
sheria ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kulilinda na kulihifadhi jambo hili. Qala Allah Ta'ala, wala taqrabu zina, msikaribie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, hakika ya hiyo zina imekuwa ni uchafu, kadhalika yamekuwa marejeo ya wazinifu, marejeo yaliyokuwa mabaya, na marejeo ya zina ni marejeo yaliyokuwa mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini imeharamishwa zina? Ni kwa sababu katika kuliingia jambo la zina kuna kuharibu utaratibu na mpangilio wa watu katika familia zao. Familia haitojulikana, kizazi hakitoeleweka, nani baba yake nani haijulikani, nani babu yake nani haijulikani. Yote hayo ni kuvuruga jamii katika utaratibu wa koo zao na familia zao. Yamesababisha mambo haya na jambo baya kabisa, jambo la uzinifu. Kwa sheria ikaja kulihifadhi jambo hili, ikaja kutetea haki za wanafamilia hawa kwamba wakae katika utaratibu unaojulikana katika sheria, wajuane watu hawa, wawe ni watu ambao wameunganisha ukoo kwa sababu ya kupitia mafungamano ya kisheria ambayo ni ndoa. Na kinyume chake utaratibu ukikosa kufuata utaratibu huu, fujo utakuja kuziona. Fujo hizo zitaanzia katika upande wa kumgombea mtoto. Huyu atataka mtoto akae kwa baba, na mama atataka kushindana na baba kwamba haiwezekani, haujazaa wewe, atakuja kwangu. Atakosa malezi yaliyokuwa bora kwa sababu ya ujinga wa watu ambao hawakukaa chini na kutafakari mafikio na marejeo ya jambo hilo. Kwa sababu kuitamani ladha ya dakika mbili, wakakosa kuelewa ya kwamba watakuja kupata kizazi ama kupata familia watakayoisumbua bila ya wao kuzingatia mbeleni itakuwaje. Kwa sheria ilipoona kwamba jambo hilo litakuwa na shida na utata na ugomvi na fujo, ikaja sheria kuharamisha masala ya zina kwa ajili ya kuweka utaratibu ulionyooka, wanafamilia wajuane, watu wenye familia moja wajuane. Na kinyume chake ni kwamba watu hawa wataingia katika ugomvi, kuanzia katika upande wa malezi, yataendelea magomvi hayo mpaka baada ya kufa baadhi ya watu hao. Kama atakufa mmoja wao, basi watatokea watoto ambao waliozaliwa ndani ya ndoa, watakuja pale watasema kwamba wao wana mamlaka kamili ya kuchukua mali ya mirathi kutoka kwa baba yao. Watakuja watoto wengine ambao walipatikana nje ya ndoa, watakuja watasema na sisi ni katika chumo la baba yetu. Utazalisha magomvi yasiyokuwa na sababu na migogoro endelevu kwa sababu ya kutofikiria jambo hilo. Akili ya dakika mbili ama ladha ya dakika mbili inaweza ikakuponza wewe, kukusababishia madhambi katika kaburi lako miaka nenda rudi mpaka watakapokufa na wale watu wakaacha kugombana. Enyi ndugu zangu Waislamu, tufahamu ya kwamba sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi nasaba, imekuja kuhifadhi koo za watu, kadhalika heshima zao. Mtu anapokuwa na baba yake ambaye ni baba wa halali, anapata heshima, anaheshimiwa na watu wote. Lakini mtu anapojulikana kwamba mama yake ni mwenye tabia mbaya, mama yake ni mzinifu, na kwamba mama yake kila mwanaume ni halali yake, yule mtu hata kama akawa na cheo kwa kiwango gani, lakini akipita mbele za watu anafedheka, hapati heshima iliyokuwa kamili kwa sababu ya uzembe wa watu ambao wameshindwa kutafakari na kufikiria jambo hili. Kwa Uislamu ulipoona mambo hayo, kwa nini wengine wapate kashfa? Kwa nini wengine wakose heshima? Ikahifadhi jambo hili kwamba kama wewe unaona kwamba hilo hautaki, basi ichunge haki ya wengine watakaokuja kupitia wewe. Wewe kama unaona kuoa hautaki, ni lazima uzini, ni lazima uendee wanawake, uwazalishe watoto, hautaki kuoa, basi chunga haki za wale watakaokuja baada yako wewe kupitia wewe, ambao ni watoto. Watakosa heshima mbele za watu kwa sababu ya uzembe wako wewe na kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao. Atakosa kujitawala, atakosa kujiamini mbele za watu kwa sababu ya ujinga na upuuzi wa mtu mmoja. Enyi ndugu zangu Waislamu, sheria baada ya kuliona hilo ikaweka utaratibu ulionyooka katika kupata kizazi, kadhalika katika kupata familia. Utaratibu huo ukawekwa na sheria ya Uislamu, na sheria ya Uislamu ukaja kulihimiza
kadhalika kulisimamia jambo la familia. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, az-zina yahdimu binaa al-usra, uzinifu unavunja jengo la familia, wa yukhlitu al-ansaba, na uzinifu unachanganya nasaba. Kwa maana huyu mara atajiita kwa baba yule, mara atajiita kwa baba yule, haeleweki baba yake halisi ni nani. Lakini yote hayo ni kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja. Na uzinifu unasababisha maradhi, na kwa sababu hiyo ukaona adhabu zimethibiti nyingi katika sheria kwa ajili ya kulikomesha jambo hilo. Jambo la 5 ni hifdhul mal. Sheria imekuja kwa ajili ya kuhifadhi mali za watu. Tena sheria imekuwekea utaratibu hata katika namna ya kutumia mali zako hizo, utaratibu ambao utakaokufanya wewe upate ujira katika dunia yako, upate thawabu ambazo ni sababu ya kwenda kulipwa kupitia mali yako hiyo. Ikakuwekea utaratibu kwamba katika mali yako lisaili wal mahrum kuna kiwango, kuna kiasi cha mwenye kuomba na kuna kiasi cha yule mwenye kuhitajia aliyenyimwa. Katika mali yako kuna haki za mwenye kuomba, unatakiwa ulielewa hilo, lisaili wal mahrum katika mali yako. Lakini pia ukawekewa utaratibu, usifanye ubadhilifu, usifanye israfu katika matumizi yako, ukawa na matumizi ya hovyo. Sheria ikaweka utaratibu katika jambo hilo. Sasa sheria imekuja kuhifadhi mali za watu, ya kwamba zisiibiwe, ya kwamba zisipotee, na upatikane utaratibu katika kutumia mali hizo. Sheria ikaenda mbali zaidi mpaka katika matumizi ya mali ya mtu ambaye ni mtoto mdogo, bado hawezi kuitumia mali hiyo, kwa maana ya kwamba ni yatima mwenye mali. Ikaweka utaratibu mpaka katika matumizi ya mtu ambaye aliyepatwa na wenda wazimu wakati akiwa na mali, isiye yule kwa sababu ya wenda wazimu hule watu wakaja wakadhulumu mali zile, wakazichukua mali zile kwa sababu baba yao amepatwa na kichaa, wakaona wao sasa wazitumie tu zile mali. Sheria ikaweka utaratibu maalum. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo akaharamisha kula mali za watu kwa batil, kwa sababu ya kuja kulihifadhi jambo hili, kuhifadhi mali. Wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, msile mali zenu baina yenu kwa batil. Sheria ikaharamisha jambo hili kwa sababu ya kwamba jambo hili ni katika misingi muhimu katika maisha ya wanadamu. Ayuha nasu ibadallah, katika hadithi عند الإمام مسلم anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna dima'akum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaykum haram, juu yenu ni haramu kupoteza vitu hivyo. Usipoteze heshima ya ndugu yako Muislam, usipoteze mali ya ndugu yako Muislam, na usimwage damu ya ndugu yako Muislam. Sheria ikaja kuharamisha. Kwa nini? Kwa sababu hilo jambo ni katika misingi muhimu katika maisha ya wanadamu. Watu wanahitajia mali zao ziwe salama, watu wanahitajia waone matunda ya yale waliyochuma wenyewe. Kupitia jambo hili nihitimishe hotuba hii pamoja na kurefusha. Sasa sheria inatuambia ya kwamba wakati wa kuidai haki yoyote ile, wakati wa kuidai haki fulani ambayo haki hiyo katika mali, haki hiyo imedhulumiwa na watendaji kadha wa kadha, haki hiyo imedhulumiwa na baadhi ya watu, pengine ni katika viongozi, pengine si katika viongozi. Sheria inatuambia ikipelekea kuidai haki hiyo, haki ya mali au haki ya nafsi ambayo iliyomwagwa damu yake, ikipelekea kuidai haki hiyo, ni kuvunja, ni sababu ya kuvunja msingi mwingine katika misingi hii 5 katika maisha ya mwanadamu, basi wakati huo haitofaa kuidai jambo hilo, kudai haki hiyo.
Katika nukta hii ninayaelekeza maneno haya kwa wanaojiita kwamba ni wanaharakati na wengine wanasiasa wakidai mali fulani ambazo wanazohisi kwamba wamedhulumiwa. Ni mamoja katika taifa, ni mamoja katika familia, ni mamoja katika jamii, wakahisi kwamba mali hizi tumedhulumiwa, bila ya kuangalia ya kwamba kuidai kwao huko haki kwa njia hiyo wanayoitumia ni sababu ya kupelekea kuvunja haki zingine ambazo ni katika misingi muhimu katika maisha ya wanadamu, bila ya kujali jambo hilo, kwa sababu watu hawa wanapoyafanya mambo haya hawaangalii misingi ya sheria namna gani inavyosema. Lakini Waislamu, kwa haya ambayo tunayoyakuta katika vitabu, ni ishara tosha ya kwamba tunaiendea haki moja baada ya kukamilika haki nyingine. Maana yake ni kwamba utaidai haki ya kwanza, na ikishakamilika haki hiyo ni sababu ya kuendea katika jambo la pili. Lakini hauwezi ukaingia katika kudai haki ya nafsi ambayo imemwagwa damu yake. Katika namna ya kuidai haki hiyo ni kutaka kuwachanganya watu wengine wasiokuwa na makosa wakati huo waingie katika makosa, na ipelekee jambo hilo kuvunjwa haki yao ya msingi ambayo ni haki ya wao kubakia hai katika maisha haya ya ulimwengu. Kwa sababu watu watatumia vurugu, watu watatumia kila aina ya fujo, watatumia maandamano, watatumia migomo kwa ajili ya kuigomea sekta fulani yenye mamlaka yake, kwa kuitaka ile haki waitoe. Katika njia hiyo wakagharamika watu ambao wasiokuwa na hatia, yani sio katika wao wanaharakati. Hawa watu ambao wasiokuwa na hatia ndio Waislamu na wasiokuwa Waislamu wenye haki ya kuendelea kubakia hai. Watu hawa wakadhulumiwa haki hii kwa sababu ya ujinga wa baadhi ya watu wasioelewa, kwamba wao wanajikuta ndio wadai haki maarufu na wao ndio wapenda maendeleo maarufu, bila ya kujali ya kwamba kuna baadhi ya watu wataumia bila ya kosa, bila ya sababu, kwa sababu wao ni watu wenye kujua, wao ni waerevu, na wengine sasa ni watu wasiojua. Kwa hiyo wakajifanya wanasimama badala ya watu wote, wakawaumiza wengine. Hawa wengine hawa na wengineo wasiokuwa Waislamu, sisi tuna haja ya kuwakumbusha mambo haya, kwamba sheria ya Uislamu inazingatia ya kwamba katika namna ya kudai haki fulani au stahiki fulani, ikiwa ndiyo sababu ya kupelekea kuivunja na kuibomoa haki nyingine, jambo hilo halitofaa kulifanya kwa njia hiyo. Jambo hilo halitoruhusiwa kulifanya kwa njia hiyo, kwa sababu kufanya kwa hivyo ni kana kwamba, baadhi ya watu katika Waswahili wanasema, ni kana kwamba umetwanga maji katika kinu, ni kana kwamba umesuka mkeka katika moto. Kwamba wewe unataka, wewe ni mpenda haki na wewe ni mpenda ukweli, lakini mbona unasahau ya kwamba kuna watu wasioweza kuongea, kuna watu wasiokuwa na vurugu kama wewe, wapo wametulia katika majumba yako, katika majumba yao. Kwa sababu ya hilo unalolichochea, itakuwa ya sababu ya wao kuhama katika majumba yao. Hauoni unawatafutia watu hawa maisha yaliyokuwa magumu zaidi kwa sababu ya ujinga na upumbavu wa baadhi ya watu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusihadaike na tusidanganyike na maneno ya wanasiasa na wanapropaganda, kadhalika wanaharakati. Watakapozungumza maneno kama haya na kuonesha ya kwamba kwa nini watu hawatoki wakaenda kuandamana na kupinga jambo fulani, tuna haki sisi ya kujikumbusha baadhi ya matukio katika nchi fulani. Tuna haki ya kujikumbusha baadhi ya matukio katika miji fulani. Tuna haki ya kujikumbusha dhulma wanaofanyiwa ndugu zetu wa Palestina, wakipigwa na wakiuawa watu wasiokuwa na hatia kwa sababu ya kikundi kidogo tu chenye kujidai kwamba kinafata harakati za Kiislamu. Hamas ni kikundi, nasema ni harakatu al-muqawimatu al-islamiyya, ni harakati za upinzani za Kiislamu. Kikundi hiki kilipojaribu kuwavamia watu katika taifa lao, wakajikuta wamesababisha maafa makubwa katika miji yao.
Haya yote ni mifano na haya tunaishi nayo katika miji yetu. Tunawaona wanaharakati kama hawa wenye kuzungumza, pamoja na kwamba hawa hawazungumzi kwa jina la dini, wanazungumza kwa jina la siasa na mfano wake. Lakini usijaribu wewe Muislamu kuonyesha ushirikiano wa mambo kama haya. Nyumbani kuna babu, nyumbani kuna bibi, hawana fikra kama hizo ambazo wewe utatoka nazo uende barabarani ukafanye fujo. Madhara yake watalazimika kuhama katika hiyo nyumba. Watahama kwa shida na tabu, kwa uzembe wa wewe kijana wao ambaye umeshindwa kufikiria na kutafakari misingi ya sheria, ukawaingiza katika jambo lililokuwa baya zaidi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد.